And here today I'm with a wonderful guest. I think she's ready to introduce herself. Karibu. Asante sana. Okay. Mambo vipi? Mimi naitwa Martha. Okay. Nimefurahi kuwepo hapa. Thank you, Boresha Radio, for having me. It's a pleasure. So Martha, we want to hear about you kidogo. Your journey. Who are you? What do you do? Okay. So, mimi hapa ni mwenyekiti na mwanzilishi mwenza wa taasisi ambayo inaitwa Uplift Human Development Foundation. Okay. Ni taasisi ambayo inajihusisha na kuboresha elimu kwa watoto. Okay. And it's mostly focused on ensuring kwamba every Tanzanian child has access to quality education. Lakini pia sio tu elimu ya darasani, but we're also focused on improving informal education, meaning malezi. So our target audience sio tu watoto, bali tunapenda kushirikisha wazazi, walezi na walimu kwenye program zetu. Yeah. Kwa nini watoto? Maana siku hizi tumeona kwamba watu wengi wapo focus na watoto. Tunajua kwamba they are the next generation, lakini why is it important not youth? So sisi hapa, the age group ya demographic that we deal with ni from infancy mpaka young adults, kwa hiyo watoto na youth pia. But tumeona umuhimu wa kuinvolve watoto wadogo pia, kwa sababu kama ulivyosema, they're the next generation, lakini prevention is always better than cure. Okay. Ni bora zaidi kutarget watoto wakiwa wadogo. Okay. Because then whatever you're trying to instill kwao, morals, principles, character, they're likely to stick. Okay. Wakiwa wadogo, and they will grow with them. Okay. Kuliko kuja kujaribu kutransform mtu ambaye yuko in young adulthood au mtu ambaye tayari amekuwa mtu mzima. Okay. Yeah. Okay. Kwa sasa tunajua kwamba nimekufuatilia kwa muda mrefu actually. Nimegundua kwamba you have an organization. Je, naweza nikapata kidogo kuhusu organization yako? Yeah. So kama nilivyosema, we deal with improving quality education. The name of the organization? Uplift Human Development Foundation. Okay. I know it's a mouthful, lakini kiufupi tunaweza tukasema tu UHDF. UHDF, okay. Yes. So we are focused to improve the quality of education. Kwa hiyo this, unajua ukisema hivyo ina mambo mengi. Kwa hiyo we're focused on a lot of things, but still on the theme of improvement of education. Okay. Kwa hiyo we're tackling the curriculums that will be taught. We want our projects na programs influence having better and more context-based curriculums. Curriculums ambazo ziko more relevant to the Tanzanian society. So watoto kusoma vitu ambavo it's then difficult to apply to this day and age and in the situation that they're in. Mazingira ambao waliopo. Mazingira halisi kwao. We are also focused na walimu, teacher training, namna walimu wanavofundisha, their qualifications. Okay. Lakini pia ukiacha qualifications, there's different teaching styles where we want to advocate for teaching styles that are more interactive and inclusive. Sio tu kwamba mwalimu amefika darasani na amefundisha, lakini bali the teaching style that allows kila mwanafunzi kuwa engaged na ni rahisi kuona kama kuna mwanafunzi ambaye haelewi au labda mwanafunzi ambaye hana interest na ni rahisi kuweza kufuatilia kwa nini. Yeah. Okay. Sana tumegundua kwamba culture siku hizi when it comes to elimu, tunatoa elimu I think unaweza kusema elimu ya nje kuliko kuapply elimu yetu, lakini katika elimu yetu sisi wenyewe we see that, you know, we have different kinds of dances, you know, musicians, yani vitu kama hivyo. Where does that go? Okay. Sidhani kama nimekuelewa vizuri, unasema kwamba we focus na elimu ya nje pia, lakini we don't really focus kwenye creative and performing arts. Exactly. Okay, sawa. Mimi nahisi kwamba elimu iko muhimu
kwenye chochote kile ambacho utafanya. Okay. I think it's important. Sio kila mtu anayefanikiwa au sio kila mtu ambaye anaweza kuproduce kitu chenye quality lazima awe na formal education ya darasani, na kuna watu wengi ambao tunaona they are testament to that. Wanaweza wakawa kumaliza elimu yao lakini they're doing big things and they're doing good things as well. Lakini I always think kwamba pale ambapo mtu ameweza kupata elimu ya kutosha, aki-apply kwenye chochote anachofanya, whether it's comedy, whether it's singing, dancing, anything, hata sanaa, it makes it better. Kwa pale ambapo talanta inakuja na kutana na elimu, hiyo final product inakuwa quality. Inakuwa kitu chenye ubora zaidi. Je, itatusaidia kutufikisha mbele zaidi? Yes. Kwa sababu when you're looking at sanaa, performative arts, whether it's music, whether it's cinema, whether it's arts in literature, kutuweka on the map, you need people ambao, yes, there's talent, but lazima uweze kucompete with global standards. Okay. Yes, na siongelei tu language, japo pia language also limits us. Unakuta we have very talented people, but when it comes to international markets, tunashindwa compete or kuwa fully involved because kuna vitu ambavyo vinatulimit. Lakini kuna global standards. Okay. Na pale ambapo watu wanaweza kureceive elimu ambao it's relevant to their field, inakuwa it's better. Ni bora. Okay. Yeah. Sawa. Yesterday nilipitia account yako X. Okay. I noticed you're also a lawyer. Is that so? Yes. Yes. Can you tell about that? How come? Imekuaje? Okay. Sawa. Ni kweli nilisoma sheria. And I loved every bit of it. Okay. Sharia is a very dynamic and interesting field. And of course sharia iko kwenye kila sector. It's in everything that we do. So it's very relevant. Lakini sasa mimi nilivyokuwa shuleni, vitu vyote ambavyo nilikuwa involved in had to do with social impact, community engagement. Nilisoma sheria, I was interested in it. Lakini baadaye nika pivot kidogo, kwa sababu nikiangalia vitu ambavyo nilikuwa involved in nilivyokuwa chuo na shuleni, nika realize kwamba passion yangu iko kwenye kusaidia jamii, but more with community impact, not so much on the legal aspect. Okay. Lakini still ni elimu niliyopata, na pia naiona hata kwenye kazi yangu inanisaidia kwenye vitu mbalimbali. Unai-apply? Bado nai-apply. I'm not a practicing lawyer, but I still apply it in a lot of things. Kama nilivyosema, sheria iko kwenye vitu vingi. Okay. Kwa tunaongelea swala kitu fulani ambapo umepin in your Instagram account. Right. And this is about women to women, right? Yes. If I'm not mistaken. Yeah. Can you tell about it? Okay. Kwa hiyo Women to Women ni a community based organization. Wakati nilipokuwa chuo, a few years back, kama miaka 4 iliyopita, miaka 5 hivi iliyopita. 4-5. Kuna kundi la wasichana kutoka vyuo mbalimbali hapa Tanzania. Okay. UDSM, Sauti, Tumaini. Tuliamua kuja pamoja na kuunda hiki kikundi kuweza kusaidia wanafunzi ambao wako shuleni. Kuweza kuwasaidia kutokana na changamoto ambazo wana face kwenye academic journey zao. Sasa changamoto kwa mtoto wa kike ikija kwenye elimu ni mengi. Mengine ni hapo shuleni, mengine ni nje ya shule. Okay. Kwa hiyo sisi tulikuwa dedicated kuhakikisha kwamba tunamsaidia mwanafunzi wa kike kuweza kukabiliana na hizi changamoto. Lakini pia tulikuwa to exclude wanafunzi wa kiume. Okay. Yeah. They were part of our programs as well. Okay. Nadhani kwenye kila fursa kuna mtu nyuma yako nasemaga. So ulisikia wapi kuhusu hii fursa? Okay, so Women to Women ilianzishwa na rafiki yangu.
Meaning kuanzishwa ni he founded au she? Yeah, she founded it. Okay. Huyo rafiki tulisoma wote darasa la pili. Okay. Primary. Kwa hiyo tulipokuwa chuoni kwa vile anajua mimi niko interested na social impact na yeye pia akaniambia kwamba she's making this group ya wanafunzi mbalimbali kutoka vyuo mbalimbali na angependa na mimi niwe miongoni mwao. Okay. Yeah. Just like that. Just like that. So we came together to finalize. We took care of all the legal procedures and then we started work. Okay. Na kwa kweli it was a huge step kwa sababu iliweza kunifikisha kwenye shughuli zingine. Okay. Ilikuwa kama stepping stone kwangu. Stepping stone, okay. Sawa. Also napenda kupitia Instagram yako maana I get new things, you know, and learn new things. Recently kabla hatujaondokea hapo kwenye hii women to women, right? Ilikujaje ni kwako? I want to get the feeling, and was it like imekuja hii fursa ngoja nichukue uwezi jua linanipeleka wapi au you thought there is a future mbeleni? Actually sikukaa na kuwaza kwamba hii fursa inaweza kunipeleka wapi. Kama nilivyosema tangia nipo shule, tangia nipo secondary nilikuwa napenda kujihusisha na programs ambazo zinalenga jamii, kusaidia jamii, haswa vitu ambavyo vinalenga watoto. Kwa hiyo nilivyosikia hii fursa kutoka kwa mwenzangu nilikuwa kama nasukumwa. It's a passion. Kwa hiyo nilisikia tu what it's all about na nilitaka tu kuwa involved immediately. Yeah. Inatokea tu ni kitu ambacho napenda. Kwa hiyo hamna mtu aliyekusukuma? Hakuna aliyenisukuma. Imetokea tu ghafla. Yes. Okay. That's great. Talking about your life in general, I would say, do you feel like you made an impact with what you're doing right now to your society, the community itself? I would say kwamba I'd like to think that I have kwenye maisha ya watu ambao nimekutana nao na kila mtu ana impact kwenye maisha ya watu wengine na jamii inayomzunguka. Impact sio lazima iwe loud, sio lazima iwe kitu ambacho kinaonekana on social media. Kuweza tu kugusa maisha ya wanaokuzunguka in a positive way, that's an impact. Okay. Kwa hiyo hapo I'd like to say yes. Lakini there is more ambayo I feel I have to do. Kuna mengi zaidi ambayo najua ninaweza kufanya. Okay. Yeah. Sawa. #GirlTakeover. Yeah. Ini nini? Okay. Hii ni fursa nzuri sana. Ni initiative ambayo inakuwa it's an initiative that is held by an organization inaitwa Plan International Tanzania. Okay. Na Girls Takeover Initiative ni initiative inaomlenga mtoto wa kike. Inamweka kwenye taasisi mbalimbali, kampuni na biashara mbalimbali. Inakuweka kwenye leadership position na kumwezesha huyo mtoto wa kike aweze kufanya kazi hapo kwa muda uliokuwa stipulated. Okay. So Plan International inakuplace kwenye various organizations. Okay. Inakuruhusu ende pale ufanye kazi kwa huo muda wa the duration of the program. Na the main point ni kumuonyesha mtoto wa kike kazi zinazoendelea pale kwa sababu unaweza kujifunza. You get to shadow watu wengi sana. Lakini the main point ya ile initiative ni kumfanya mtoto wa kike ajiamini. Lakini ni kumfanya mtoto wa kike aone kwamba kweli ninaweza. Haijalishi natoka kwenye mazingira gani, haijalishi maisha yangu ya sasa yakoje. Mimi naweza kuwa mtu fulani na naweza kufika mbali. So it allows kwa wewe kuwepo hapo kwenye hiyo ofisi au hiyo taasisi physically inaweza kukuallow kupicture that in your mind. Mimi ninasema ni program nzuri. Ni program ambayo ilinifanya niweze kuwaza mbali. Nawe ulisikia kwa mtu pia? Nilisikia kwa mtu. Nilitumiwa hiyo fursa. Someone DM'd it to me. Okay. I applied. Sikudhani kama nitachaguliwa kwa sababu there were many applicants. Lakini nilibahatika kuchaguliwa 2019.
If I remember correctly, applicants tulikuwa 2,000. And alikuwa anahitaji wangapi? I think they needed around 20 to 30 girls. So ilikuwa tight. Very tight. Yes, if I remember correctly. Kwa mtu yote ambaye anaweza kujiuliza napataje hii fursa. Wanafanya kila mwaka. Okay. Unless maybe otherwise kama kuna programs zingine, but wanafanya kila mwaka. It happens September, October. Na huwa hiyo program ina take place wiki chache kadhaa kabla ya siku ya msichana duniani. Okay. Yeah. So kwa mtu yote ambaye uko interested, pitia Plans official website na pia their official social media platforms. Yeah, ambayo ni maana wengine hawaifahamu. Unaweza kaandika tu Plan International Tanzania au Plan Tanzania. Yeah. Wanaipata. Sawa. Yeah. That's good. Jamani, fursa hizo. Baadaye mnaanza kulalamika kazi. Fursa ndio hizo hapo jamani. Si ndio hivyo? Yeah, so Martha, umeniambia kwamba unafanya pia ukaribu na jamii yako, si ndio hivyo? Jamii yako inakuchukuliaje? Tuanzie hapo kwanza. Hiyo ni swali subjective sana. Subjective? Yaani kwamba inategemea na perception ya mtu. Jamii inaonizunguka mimi. Kwa watu ambao naweza kuongea nao kirahisi au kwa watu ambao nimeweza kuconnect nao. Wanaona ninachopenda kufanya. Watu wengi wanaonizunguka wanajua ninapenda kazi za community outreach. Na wengi wao wanaona ni kitu honorable. Kwa kweli sijai kupata any negative perception juu ya hiyo. So labda hicho ndo ninachoweza kusema. Maana tunaona tunaona kwamba kuisaidia jamii, sana watu ambao wanasaidia jamii ni watu fulani ambao wamejiweza, kwa asilimia kubwa ya watu ambao tunaamini kwamba mtu fulani ana uwezo akasaidia jamii kwa sababu tayari anajiweza. Lakini mtu wa kawaida ambaye hali yake ni ya chini anaanzaje kuisaidia jamii? Maana hiyo ni perception ya kila mtu nadhani. Hiyo ni swali nzuri. Kwa sababu watu wengi wanafikiri kwamba ili niweze kumsaidia mtu mwingine au niweze kuwa na impact kwenye jamii leo nizunguka, lazima niwe na resources nyingi. Yeah, true. Au niwe na influence kubwa. Sio lazima. Cha kwanza, kabla ya kuwaza kumsaidia mtu yoyote, whether kwa hali au mali, cha kwanza ni kutamani tu kuwa the very best that you can be. The very best. Yeah. Okay. Treat people well. Kabla hata hujaanza kuwaza sijui nifanye kitu kikubwa au nichangishe au nini. Cha kwanza inaanza na wewe na tabia zako. Na jinsi unavyo relate na watu waliokuzunguka. Treat people well. Treat people well. Unaweza usimpe mtu kitu chochote lakini namna unavyomtreat mtu inaweza ikawa na impact kubwa sana. Ubinadamu ile tunasema. Ubinadamu. Yeah. Kuwa humane. Ubinadamu. Treat people well. Inaweza ikawa na impact kubwa sana. Kwa sababu hatujui watu wanapitia nini. Pale unapokutana na mtu na unamuonyesha ukarimu, ubinadamu, unaweza ukabadilisha maisha yake na naweza asije hata akakwambia. Lakini it has a great impact. Hiyo ni cha kwanza. Cha pili, kutamani kusaidia jamii nadhani iko kwa kila mtu moyoni. Yeah, kweli. Yeah. Hata mimi mwenyewe natamani kuisaidia jamii lakini ndio hivyo. Sasa sio lazima ujipimie kwamba lazima niwe na kitu kikubwa. Anza na ulichokuwa nacho. Use what you have, do what you can. Unajua hiyo sentence nimeisikia sana. Anza na ulicho nacho. But it's true. Ndio maana unaisikia sana. It is true. Lakini ulichokuwa nacho hakijitoshelezi. Ni sawa. Unaweza ukawa na hichi tu na unataka utembelee sehemu, usaidie watu kadhaa. Yeah. Basi kaa chini na ufikirie kama mimi siwezi kuwa na zaidi ya hichi kidogo nilichokuwa nacho. Ni namna gani ambayo naweza kupata kitu ambacho kitatosheleza lile kundi la watu ambao najaribu kusaidia. Na pia shirikiana na watu wengine. Sio lazima ufanye kitu peke yako. Unaposhirikiana na watu wengine unaweza mkafanya kitu kikubwa sana. Okay. Yeah.
Kwa hiyo kushirikiana kwanza. Kushirikiana pia. Sio lazima iwe lone project. Kwamba ni wewe peke yako, hapana. Okay. That's not bad. Nimejifunza kitu jamani, tushirikiane. Haya maisha huwezi kufanya mwenyewe, si ndio hivyo? Ndio. It's true. Ni kweli. Mmeongelea hapo kuhusiana na community services. Kwanza tunataka tufahamu jamii inamchukuliaje mtu ambaye ana practice au anafanya his community services, kwa sababu mtazamo kwanza wa jamii kwa mtu au kikundi ambaye anaamua kujitolea kufanya community services apart from huruma, kwa sababu sio paka uwe nacho, unaweza usiwe nacho lakini ukawa una sauti ukatafuta watu ambao wakakuunga mkono ukafanikisha jambo lako. Kwanza tufahamishe maana nyingine au tafsiri nyingine ni nini kuwa mtu ambaye unafanya community service apart from sympathy, vitu kama hivyo. Lakini pia tunatamani kufahamu watu wengi sana sasa hivi kwenye community services they are doing this just because of to correct money, lakini pia kwa ajili ya social platforms, kuinteract na makampuni mengine, wanaichukulia kwa upande huo. Imekaaje hii? Na hamjakutana na lawama kama hizi? Maybe you are doing this because of social medias, kupata huko kuonekana na nini. Hamjakutana na vitu kama hivi kweli? Na mkikutana navyo mnakabilianaje navyo? Yeah, that's my questions. Leo Martha. Martha. Asante sana. Ni maswali mazuri sana. Naomba nijibu kwa mtiririko alioniuliza. Okay. Cha kwanza, watu wanachukuliaje watu ambao wanafanya community service au outreach? Perceptions zina differ. Kuna watu wanaweza kukuangalia na wakasema it's very admirable. Okay. Ni kitu cha kusifu, ni kitu chema. Lakini of course kuna wale ambao wanaangalia kwa jicho lingine kwamba hapana, haiwezekani kwamba wewe unakaa unawaza tu watu wengine kila saa na faida ya watu wengine, kutakuwa na wewe kuna kitu nafaidika hapo. Kwa hiyo perceptions zinatofautiana, na mimi nasema ruhusu watu wawe na perceptions tofauti. Huwezi kuinfluence mtu akuchukulie kwa namna unayotaka wewe. Always mimi nasema you have influence over your own actions. Yani wewe, matendo yako wewe, fikra zako, hisia zako ndio kitu ambacho unaweza kucontrol. Huwezi kucontrol fikra au hisia au matendo ya mtu mwingine. That's one. Kwa hiyo perceptions zinatofautiana, na nasema ruhusu watu wawe na zipo. Okay. Na ruhusu watu wawe na perceptions tofauti. Ni sawa kuwa na perception. Ni sawa kuwa na perception tofauti. Mimi nasema ni kitu, it's healthy. It's healthy watu kuwa na perceptions ambazo zinatofautiana. That's one. Number 2, what does it mean? Yani ni mtu gani au unatakiwa uwe na mindset gani kuweza kuwa involved kwenye community outreach? Yeah. Ulisema sympathy. Yes. Naomba niseme pia empathy. Sympathy, utamwangalia mtu and you will feel pity na kuonea huruma sana. Empathy ni ile hisia ambayo hata kama hupitia anachokipitia, lakini hisia zako zinakupeleka mpaka hata kuweza kujaribu kufikiria namna yule mtu anavyojihisi kwenye hali aliyoko. It goes beyond kumwonea huruma. You care to the point where unajaribu kuona kwamba hivi ingekuwa mimi ingekuwaje. Lakini pia ukiacha hivyo, kama ulivyosema, ubinadamu. Lakini pia it doesn't have to be emotional. Okay. Wengine wanakuwa involved na hizi kazi kwa sababu wanataka jamii bora. They want to see a better community, a better world. True. Na kufanya hivyo lazima to reach out to people who need us most, ili kuweza kuboresha services mbalimbali ambazo zinawagusa. Sawa. Yes. Kwa sababu tukiwasaidia wale au watu ambao wanakabiliana na mazingira magumu, pia we are indirectly solving problems. Na tuna improve our own community. Swali la 3, je, umeshai kukumbana na watu wakirusha lawama kwamba unafanya hivi kwa ajili ya fame au na ipo kukusanya pesa? Ipo. Labda niseme hivi, absolutely kuna watu wanaofanya hivi vitu kwa sababu ya ulterior motives. Yani kuna sababu zingine ndani. Sio kusaidia tena. Sio kusaidia. Okay. Kwa hiyo mimi binafsi na nimekuwa involved kwenye different programs na watu mbalimbali.
lakini sijai kukumbana na hicho kitu. Sijai kukumbana na mtu akiniface au akituface kama kikundi na akisema kwamba nyie mnafanya hivi kwa ajili ya hichi kitu. Au labda kazi yetu imekuwa posted kwenye social platform na nikaona comment yoyote ambayo inasema kitu kama hicho. Hapana. Lakini sio kwamba ndo kinanifanya na relax. Of course ninaweza nikakumbana na hizo comments. Na kama nilivyosema, ni sawa watu kuwa na mitazamo yao. It's healthy. Na kwa vile kuna watu wanaofanya hivi vitu kwa sababu ya other reasons au other gains kwa ajili ya gains zao binafsi, kula hela na labda fame na vitu kama hivyo, siwezi kulaumu watu ambao wana perception hiyo. Cha msingi ni kwamba kwenye hii kazi wote ambao tuko involved, kwa hiyo taasisi za kiserikali, civil society, different organizations, kama tuko involved kwenye the non-profit sector, lazima tujiweke accountable. Ukiona mtu au watu ambao wanatumia projects mbalimbali ambazo zinatakiwa kufaidisha jamii fulani, lakini ni kwa ajili ya kujifaidisha wao, au labda unatumia watu kama props. Unajua, yani unaenda sehemu unakuta watu wana hali ngumu, unafika pale, una pose selfie and then ya kuisha. Hujali anapitia nini, hujali mtasolve nini, yani wewe mradi umeonekana naye, umepiga picha, unaonekana umetoa msaada basi. We must hold each other accountable. Lazima tuwekane sawa. Kwa sababu huwezi kutumia maisha ya mtu mwingine kama your selfie prop au prop ya kufanya picha. Muda ukiwa unanivuta, madamu ana swali jingine hapa. Karibu. Sawa, UHDF, ndio? Ambayo kirefu chake ni Uplifting Human Development Foundation. Hii taasisi ambayo ni ya kujitegemea, si ndivyo? Ina muda gani mpaka sasa hivi? Mipango mikakati yenu ilikuwa ni ipi? Hapo tumeona human, lakini muongelea kwenye upande kidogo umejikita kwenye watoto, lakini ni mna move watoto, baadaye maybe mtakuwa na aims za watu wazima au mmeshafanya za watu wazima pia? Za watu wazima pia megusa, si ndio? So yes, watoto ambao wanakuwa classified kama young adults, watu ambao wanaingia kwenye utu uzima, teenagers. Sawa. Kipindi taasisi hii kama mwanzilishi, sijakosea, kipindi unaanzisha taasisi hii, mwanzilishi mwenza mlikuwa mna mikakati gani? Je, mikakati hiyo mpaka sasa hivi mmeifikia na kwa asilimia ngapi? Na wapi kama hamjafika mnakwama? Ni nini kinahitajika? Ni swali zuri sana. Asante. Sisi wakati tulikuwa tunaanza, tulikuwa tuna mwenzangu pia, na hopefully na yeye ataweza kufika hapa na siku mnaweza mkazungumza naye. Mimi na mwenzangu tulikuwa na same passions. Hatujaishi pamoja, kila mtu ana maisha yake, lakini yeye story yake inaendana na ya kwangu. Huwa alikuwa anavutwa na vitu ambavyo vinagusa jamii, haswa vitu ambavyo viko involved na watoto. The meaning behind jina letu, human development, labda tuisimplify, ni ili kila binadamu aweze kufikia full potential. Full potential in what way? Labda in everything you can think of, kikazi na vinginevyo. Na ili uweze kufikia your full potential, you must be given access kwenye vitu mbalimbali. Ndio, kuna elimu, kuna huduma za kiafya, na social services zingine. Ili uweze kuwa mtu ambaye unaweza ku-access more opportunities, lazima uwe na access to these crucial services kwako. Hizi huduma muhimu. Ndio maana tumeweka human development. Tuna deal na watoto, tuna deal na elimu, lakini ndio maana program zetu zina touch vitu mbalimbali. Main theme inao touch ni education, lakini utakuja utaona kwamba tuna program ya mazingira, tuna program nyingine ya mental health, kwa sababu hiyo nao pia unaweza usitoke kwenye mazingira magumu, lakini kuna changamoto mbalimbali mental health wise. Hiyo inaweza kurestrict wewe kuweza kufika full potential. True. Kwa hiyo the reason why we put that there ni ili kila
mtoto wa Kitanzania ambaye atakuja kuwa mtu mzima na atakuja kuwa a crucial part kwenye nchi yetu aweze kufikia full potential yake. Okay. Mikakati tuliokuwa nayo ni nyingi, ni mengi. Sana tulitaka tufuate all legal procedures. Hatukutaka kuwa rogue, kwamba unafanya tu chochote unachoamua, especially pale ambapo una deal na watoto. Sababu exactly. Ku deal na watoto you need access. Unahitaji ku access watoto kwenye jamii, lakini kwenye shule na vitu mbalimbali. So lazima ilibidi tupitie legal process ili kweli waone kwamba yes, mna vigezo vya kuweza kuinteract na watoto. Lakini pia ukiacha legalization ilibidi tukae chini na kuconstruct programs. Kama nilivyosema, mimi na my team we are very big on doing programs ambazo ukija ukireview baadaye the numbers zinakuambia okay, hichi kitu mlichokifanya mmefanikiwa kiasi gani. Sio ile mnafanya tu ili mradi. Kija mkifanya evaluation mnakuja mnaona okay, hivi vitu tulivyofanya they work, na hivi vingine ambavyo tulifanya maybe not so much, labda tuendelee na hivi, labda hizi hapa tu substitute. Ni watu wa hesabu. So tulijikita kukaa chini na kutengeneza programs. Ukitengeneza programs inakuwa ni difficult kwa sababu kuna ile first draft, kuna kile unachowaza, lakini kuna kile ambacho kinaweza kuwa practically applied. There's many things you will change ili uweze kuadhere to laws, lakini pia ili uweze kufanya kitu ambacho kinaweza kufanyika practically. Unaweza kuwa na idea tu na imagine kichwani, lakini ukija kwenye utekelezaji doesn't work. Kwa mikakati ilikuwa kuadhere to legal processes, kukaa chini, create programs ambazo zinaweza kuwa practical na kuwa applied, lakini programs ambazo zina muengage mtoto asijihisi tu kwamba hao watu wamekuja kuongea tu na mimi afu baadaye wanaondoka. Wawe part of hicho kitu tunachofanya. Kwa na muendelezo. Una muendelezo. Okay. Na Mungu akijalia wakija hapa atakuelezea kiundani program zetu, lakini kuna one of our programs inaitwa Ambassadors Program kwa sababu tunaendelea na wale watoto. We keep them na wanaendeleza vile vitu ambavyo tunavifanyia kazi kwenye shule mbalimbali. Okay. Na watafanya pale shuleni. Okay. Lakini wakitoka pale ana rafiki ambaye yuko kwenye shule nyingine, watakaa watadiscuss zile core mission na vision na values za taasisi yetu zitaendelea kusambaa kuenea. Okay. Lakini pia tuliweka mikakati kuhakikisha kwamba program zetu zinahusisha walezi na wazazi. Kama nilivyosema, utakaa na watoto, mtafanya programs ambazo zina benefit, lakini at the end of the day result ili iweze kubaki kuwe na muendelezo wa ile impact, lazima mzazi na mlezi akuelewe. Lazima pia walimu wakuelewe na waendeleze ile impact ambayo umemwachia mtoto. Kwa sababu unakaa pale, you put that time kwa mtoto, alafu akienda nyumbani the story is different. Akikaa chini na mwalimu the story is different. Kila kitu ulichofanya, ulichowekeza pale kinavunjwa. Kwa hiyo ni miongoni ya mikakati tulioweka kuhakikisha kwamba programs are practical, they adhere to the laws, lakini pia zinamuinvolve mtoto, wazazi, walezi na kuwapa ownership. Sio tu kwamba we are doing this project for you, we are doing this project with you. Wao ni part owners of our programs. Tunataka wajisikie hivyo na watambue hicho. Area coverage mpaka sasa hivi mmefanya Dar es Salaam tu au go beyond borders? So tumeanza na Dar es Salaam tu. There's a reason for that. Okay. Tunataka kuwa focused, kuhakikisha kwamba area ambayo tunafanyia kazi tunaipa full attention. Mimi naonaga pia kwenye masuala haya mkiwa focused na sehemu nyingi, naona malengo yanakuwa napungua. It's better to start same ambao unaona kuna progress, lakini baadaye mnaona results and then you move. Sio hivyo? Yes. Nadhani nimemsaidia kujibu, sijui. Ndio. Actually umejibu kila kitu. So jamani, this is the culture code. Muda unatuvuta sana. Mimi nadhani cha mwisho simple. Let's keep it simple. Martha anapenda nini?
au anapendelezea kufanya nini ili apumzike, yani aonekane chill? Okay. Napenda kusikiliza muziki. Muziki aina gani? Anything that sounds good. Chochote. Singeli? Why not? Unasikilizaga singeli? Ndiyo. Mtajie wasanii wako watatu. Tusiende huko.